Basi tunaendelea na somo la breakthrough ambalo tulianza Jumapili iliyopita, na katika hili somo tuliweza kujifunza aina mbili ya vibali. Tulisema ili Mungu ampe mtu breakthrough, kitu kimojawapo ambacho Mungu huwa anafanya, anampa mtu kibali, na kile kibali ndio kinaanza kumtambulisha mtu kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi waliopata breakthrough ni kwa sababu Mungu aliwapa favor machoni pa watu fulani. Kila tunachokihitaji katika hii dunia kimewekwa mikononi mwa watu, na watu hawezi wakatoa kirahisi. Lazima kuwe kuna grace ambayo inaitwa ya kibali. Bwana Yesu asifiwe. The grace that is called favor. Lazima iwepo hiyo neema. Wewe unadhania mtu anaweza akaja akatoa hela zake kwenye account akadeposit kwenye account yako kirahisi, au mtu akakupa promotion kirahisi? There must be favor. Lazima kiwepo kibali ambacho kinakutambulisha machoni pa watu waliobeba majibu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na tulipoanza tukaona kuna aina mbili za vibali. Katika kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 52 inasema, naye Yesu akazidi kuendelea katika kimo na hekima, akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Tukasema Yesu mwenyewe ambaye ni Mungu katika mwili alihitaji aina mbili za vibali. Hakupendeza Mungu peke yake, lakini pia alihitaji kuwapendeza na wanadamu. Maana Yesu asingewapendeza wanadamu, ingekuwa ni ngumu kufanya kazi na wanadamu. Kwa hiyo according to this scripture tukapata aina mbili ya kibali. Lakini pia tukaangalia Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 26. Tukasoma neno la Mungu linasema, naye mtoto Samuel akazikua akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Kwa hiyo sisi kama believers, kama Yesu alihitaji aina mbili za vibali, na sisi tunahitaji aina mbili za vibali. Kama Samuel ambaye ndo great prophet alihitaji vibali vya aina mbili, na sisi tunahitaji vibali vya aina mbili. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaanza kuangalia ni mambo gani ambayo yanaweza kagusa moyo wa Mungu ili aachilie kibali kwake. Tukaangalia maeneo manne ambayo ni muhimu sana. Eneo la kwanza ambalo tuliangalia moyo. Mungu ili uweze kupata kibali machoni pa Mungu, anaangalia aina ya moyo ulionao. Ndio maana anamtuma Samuel aende kumpaka mfalme mafuta Bethlehem. Anafika Bethlehem, Samuel anakutana na Eliabu. Anasema yamkini Masihi wa Bwana yuko hapa. Mungu anamwambia usitazame urefu wake, usiangalie kimo chake. Mimi siangalii kama wanadamu wanavyoangalia. Anasema wanadamu wanaangalia kwa sura ya nje, lakini Mungu anaangalia moyo. Kwa ili uweze kutembea na kibali kikubwa cha Mungu, unahitaji shughulika na moyo wako. Na tukaangalia mambo ambayo yanaweza kusababisha mipaka ndani ya moyo wako, na tukaangalia namna ya muomba Mungu atuumbie moyo safi, kama alivyosema Daudi katika kitabu cha Zaburi ya 51. Anasema Mungu, naomba uniumbie moyo safi, na sisi tukaweza kufanya maombi ya rehema. Lakini nikasema sehemu ya pili ambayo inaweza kusababisha upate kibali machoni pa Mungu ni sadaka. Tukaangalia Kaini na Habili, jinsi ambavyo Mungu alitakabali sadaka ya Habili, lakini atakabali sadaka ya Kaini. Maana yake neno takabali ni neno kibali. Maana yake Habili akapata kibali machoni pa Mungu, lakini Kaini akupata kibali, wala sadaka yake ikupata kibali. Kwa sio kila sadaka ambayo unapeleka mbele za uso wa Mungu zote zinapata kibali. Kuna sadaka zingine hazipati kibali. Lakini kingine tukaangalia unyenyekevu. Jambo la tatu, unyenyekevu ndo jambo mojawapo ambalo Mungu analiangalia sana ili aweze kumnyanyua mtu. Na tukaangalia mfano, wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaulizana, wakasema ni nani aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Yesu akaongea kwa vitendo, akamuita mtoto mdogo, akasimama mbele yake, akasema yoyote atayeweza kujinyenyekeza kama huyu mtoto mdogo ndiye atayekuwa mkuu katika ufalme wa mbinguni. Maana yake unyenyekevu unabebwa na watu wakuu, pride inabebwa na watu duni. Watu wengi wakuu ukikutana nao, wewe kutana na watu wamefanikiwa mpaka unasema mimi nilikuwa naongea naye sikujua kama amefanikiwa namna hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya unyenyekevu alionao. Na neno la Mungu linasema Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa neema wanyenyekevu. Neno neema ukiangalia English Standard Version inasema huwapa favor. He give favor to the humble. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika haya maeneo matatu tukaangalia namna ambavyo unatakiwa kushughulika sana na haya maeneo matatu ili uweze kutembea na kibali cha Mungu. Lakini kingine cha nne tukasema Mungu anapenda sana uishi maisha ya utakatifu, the life of righteousness. Mungu anaangalia sana. Kuna vitu ambavyo unatakiwa kuviacha kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kuna vitu ambavyo utakiwa kufanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na hivyo vitu ukifanikiwa kuviacha kwa ajili ya Mungu, kuna kibali cha tofauti ambacho Mungu anakiachilia kwako. Tukaangalia mfano
mfano wa Nuhu, akamwambia Nuhu, wewe ndo mwenye haki machoni pangu katika hiki kizazi. Maanake katika ile generation yote ya kizazi cha Nuhu, Mungu alimpata mtu mmoja tu ambaye alikuwa ni righteous person mbele za uso. Kuna watu ni watakatifu machoni pao wenyewe, lakini Nuhu alikuwa ni mtakatifu machoni pa Mungu. Tofautisha haya makundi mawili. Maana kuna watu wanajifanya watakatifu kuliko Yesu, lakini Mungu anajua kuangalia yupi ni mtakatifu. Ndio maana anasema huyu ni mtakatifu machoni pangu. Kuna mwingine ni mtakatifu machoni pa wanadamu, mwingine ni mtakatifu machoni pake mwenyewe, lakini kuna watu ambao ni watakatifu machoni pa Mungu. They are righteous before God. Hawa ndio watu ambao Mungu anawatafuta. Maana yake unapoenda mbele za uso wa Mungu hutaki kujihesabia haki. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajihesabia haki, lakini Mungu akikutazama akuoni kama you are righteous before him. Kwa hiyo katika ile generation ambayo Mungu aliangalia, akaona Nuhu amepata kibali kwa sababu ya the garment of righteousness ambayo Nuhu alikuwa nayo. Mungu akaanza kumpa maelekezo namna ya kutengeneza safina, akaanza kumpa maelekezo namna ya kuepuka gharika. Je, Mungu akija kwenye familia yenu akitafuta mtu mmoja atapata wewe kwamba you are righteous before God? Mungu akija kwenye ukoo wenu akitafuta mtu mmoja atakupata wewe? Au umefaulu kwenye maeneo mengine yote, lakini likija eneo la hela unanena kwa lugha kwenye maeneo mengine, lakini likija eneo la hela hakuna uaminifu. Likija kwenye eneo la kukopa hela za watu hauna uaminifu, lakini kwenye maeneo mengine unanena kwa lugha. Je, Mungu akija kwenye familia yenu, Mungu akija kwenye familia yetu akitafuta mtu, ni nani atempata? Sasa tunaingia kwenye eneo, kila mtu ana eneo la kujitafakari. Hata mimi mwenyewe mtumishi wa Mungu nina eneo ambalo natakiwa kujitafakari. Linavyokuja hadi mimi mwenyewe mtumishi wa Mungu natakiwa nijitathmini. Kwa hiyo eneo la pili ambalo naenda kuangalia leo, tunaenda kuangalia kibali kwa wanadamu. Kuna kitu ambacho natamani ukifahamu kuhusiana na kibali kwa wanadamu. Kanuni ya Mungu, Mungu ndo anayetoa vibali vya aina zote mbili. Mungu ndo anayetoa kibali cha Mungu kwako, na Mungu ndo anayetoa kibali kwa wanadamu kwako. Neno la Mungu linasema Mungu akampa kibali Yusufu machoni pa mkuu wa gereza. Maana yake kabla Mungu hajampa kibali, Yusufu alikuwa ana kibali machoni pa mkuu wa gereza. Kwa hiyo Yusufu anaingia gerezani akiwa kama mtu wa kawaida, lakini kitu ambacho kinaanza kumtofautisha Yusufu, neno la Mungu linasema Mungu akampa Yusufu kibali machoni pa mkuu wa gereza. Kitu ambacho Mungu atakifanya katika maisha yako, Mungu atakupa kibali. Kitu ambacho Mungu atakifanya katika haya majira ya mwezi wa tatu, atakupa kibali machoni pa wanadamu. Hapa sijasikia amen. Hapa sijasikia amen. Hapa pale sijasikia amen. Na ikawe hivyo kwa jina la Yesu. Anaingia gerezani, lakini kinachoanza kumtofautisha ni kibali. Sasa kuna vitu ambavyo unatakiwa ujifunze. Mungu anapokupa kibali machoni pa wanadamu, kuna namna ya kuweza kutunza kibali. Usipojua namna ya kutunza kibali ambacho Mungu amekupa machoni pa wanadamu, anaweza akakupa na kikaondoka. Na shida inakuwa sio Mungu, shida ni wewe mwenyewe. Haujui protocol, haujui kanuni za namna ya kutunza kibali ambacho Mungu amekupa kwa wanadamu. Ndio maana kuna watu wanaweza kusema huyu mtu alikuwa ananipenda sana, lakini baada ya kukaa naye mwezi mmoja nimeshangaa kule kulipenda kote kumeondoka. Maanake huyo mtu alivyoingia kwenye maisha ya yule mtu aliingia na kibali, lakini hakujua namna ya kutunza kibali. Kile kibali baada ya mwezi kikaondoka. Kibali ambacho Mungu anakupa machoni pa wanadamu kina uwezo wa kuondoka usipojua kanuni za namna ya kutunza hicho kibali. Nataka tuangalie vitu vichache ambavyo vitatusaidia kuweza kutunza kibali machoni pa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na eneo la kwanza ambalo litakusaidia kutunza kibali machoni pa wanadamu ni character, au tunasema tabia. Tabia inaweza ikasababisha kibali alichokupa Mungu kwa wanadamu kikaondoka. Kibali alichokupa Mungu kwa nabii kikaondoka. Kibali alichokupa Mungu kwa aposto kikaondoka. Kibali alichokupa Mungu kwa mchungaji kikaondoka. Kibali alichokupa Mungu kwa matajiri fulani ufanye nao biashara kikaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika eneo ambalo unatakiwa kushughulika nalo, unatakiwa kushughulika na eneo la tabia. Na eneo la tabia kuna makundi mawili ya tabia. Kuna tabia ambazo ni tabia za kawaida ambazo mtu amezidevelop au ameiga kulingana na mazingira alivyoona zile watu wana behave namna ile, naye akazichukua hizo tabia. Lakini kuna kundi la pili ambazo hizi ndo tabia ambazo ni hatari. Kuna tabia ambazo zinatokana na kuvishwa vazi la kiroho la kulia. Unashangaa namna tabia zako zilivyo zinafanana na shangazi mmoja hivi ambaye kila mtu anamfahamu huyo shangazi. Anasema mmemwona huyu kutembea, kuongea, kubishana, asila kama shangazi yake. Maana yake kuna kurithi ambao umechukua kutoka kwa shangazi yake. Maana yake tabia
tabia ya namna hii sio tabia ya kawaida, ni tabia ambayo inatokana na kurithi. Wanasema kuna babu mmoja alishaitokea katika ukoo, yaani huyo babu ukimwangalia ni wewe kabisa, na wewe kwa sababu ujue babu alikuwaje unasema amen. Wanasema huyu ukimwangalia ni kama babake, huyu ukimwangalia ni kama mamake. Mamake alikuwaje? Babake alikuwaje? Maanake hizo ni tabia ambazo zinatokana na kurithi. Nataka tuangalie jinsi tabia inavyoweza ikazuia kibali ambacho Mungu amekupa machoni pa watu. Alafu badala hao watu penda wakaanza kuchukia, badala hao watu kukusaidia wakaanza kupusha wewe. Sema sio, unajua mimi wito ndio nao ni mkubwa, ndio maana wananifukuza. Hamna, wamefukuza tabia yao, wala sio kwa sababu ya wito, ni tabia. Walikana wewe ukiwa mbali, wakakuona ni mtu mzuri, walivyokusogeza karibu, ulivyofungua mdomo, ulivyoanza kukaa nao tu wakasema huyu ni mtu wa aina gani? Nataka tumsome Ajiri kama mfano wetu. Naomba ufungue kitabu cha Mwanzo sura ya 16 mstari wa 4. Kitabu cha Mwanzo sura ya 16 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, basi akamwingilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Nisikie, neno la Mungu linasema Sara alikuwa bado hajapata uzao, akamshauri Ibrahim wake, akamwambia ingia kwa huyu kijakazi aliyetokea Misri ili upate mtoto. Na kwa desturi na mila za kipindi kile, kijakazi akizana baba, yule mtoto anakuwa wa ile familia, kulingana na desturi na mila za Wayahudi kipindi hicho. Ndio maana hata Yakobo alizana vijakazi, lakini wale watoto wakawa wa Yakobo, wakawa wa wale wanawake ambao wamempa wale vijakazi. Neno la Mungu linasema huyu Ajiri akiwa bado hajapata, kuwa ni mtu mzuri sana na alikuwa ni mtu mnyenyekevu. Wanasema alipopata mimba tu akaanza muona Sara ni mtu duni machoni pake. Kuna watu tabia zao zimejificha, utawafahamu tabia zao baada ya kupata. Akiwa hajajenga huwezi ukajua tabia yake, akiwa hana gari huwezi ukajua tabia yake. Baada ya kupata gari, baada ya kujenga, kuna tabia zinaanza kujionyesha. Baada ya kupata fedha, kuna tabia zinaanza kumanifest. Hili ndo kundi la watu kama Ajiri. Neno la Mungu linasema akaanza muona duni machoni pake. Neno la Mungu alisemi machoni pa Mungu. Manake machoni pa Mungu Sara alikuwa anaonekana ni mama wa mataifa 12. Alikuwa anaonekana ni mtu mkubwa japokuwa hana uzao, japokuwa bado majira haijafika. Machoni pa Ajiri alikuwa anaonekana ni mtu duni. Kuna watu unawaona duni lakini ni machoni pako, lakini Mungu akiwaangalia anawaona ni watu wakuu sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna watu namna unavyowadefine unawaona ni duni, unawaona ni dhaifu, lakini Mungu akiwaangalia anaona ni very powerful, anaona ni watu wakuu sana. Na mimi nakuombea Mungu afungue macho yako uanze kuwatazama watu namna Mungu anavyowaona. Ajiri alikuwa anatazama kwa namna yake. Ndio maana neno la Mungu linasema akamuona duni machoni pake, sio machoni pa Mungu. Ndio maana ni hatari sana kuwachukulia poa watu. You never know nini kitatokea. Ishi na kila mtu vizuri, kaa na kila mtu vizuri. Hauwezi kujua nini kitatokea, na huwezi kujua Mungu anamuonaje. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kujua Mungu anamuonaje wewe. Wewe unaweza kumuona duni, lakini Mungu anavyomtazama, mboni ya jicho wa Mungu iko pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikuoneshe vitu ambavyo Ajiri vilisababisha akose kibali kwa Ibrahim na akose kibali kwa Sara, na alishindwa kujua kama Sara ndiye mwenye sauti katika ile nyumba. Naomba nisomee kitabu cha Mwanzo sura ya 16 mstari wa 9. Kitabu cha Mwanzo sura ya 16 mstari wa 9. Anasema, malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake. Maana yake cha kwanza ambacho tunaona, Ajiri alikuwa hana tabia ya unyenyekevu, alikuwa na kiburi. Nisikilize, hakuna damu anayependa kuwa na watu wenye viburi. Hakuna mtu aliyefanikiwa anamuomba Mungu anasema niletee mtu mwenye kiburi. Hakuna. Kwa hiyo tabia iliyomtoa katika nyumba ya Sara ilimtoa tabia ya kiburi, pride, katika kitu ambacho kinaangusha watu wengi na kinasababisha kufukuza watu ambao ni potential, ni kiburi. Umeingia kwenye maisha ya mtu amekuamini, amekupenda, alafu unaanza kudemonstrate pride. Alafu huyo mtu anavyokuondoa katika maisha yake unasema ni mpango wa Mungu. Kumbe hapana, kilichokuondoa pale ni tabia. Ajiri tumeona tabia mojawapo iliyomuondoa ni kiburi. Kuna wengine umepewa kazi, siku ya kwanza umefika kazini unaanza umbea. Bosi mwenyewe ndo anavaga hivi, anavaa mashati makubwa kama yule afutui. Yaani umefika siku ya kwanza kazini unaanza umbea. Umefika siku ya kwanza kazini unaanza kuchonganisha watu. Umechukua maneno hapa, umepeleka hapa, umepeleka hapa, umepeleka. Ujue kuna watu ni vivurugi. Yaani wakikaa katikati hata vulugana amjui, afu yeye kakaa kimya.
yupo pembeni. Kumbe kila sehemu yupo, anavuruga. Kuna karakta ambazo usipozishughulikia hauwezi ukamaintain kibali ambacho Mungu. Hii ni mifano ambayo nimetoa. Ajiri alikuwa na tabia ya kiburi. Sasa jiulize wewe, ni tabia gani ambayo una struggle nayo? Kuna watu wengine wenyewe wakiona vitu vizuri lazima wai. Kuna mmoja alifanikiwa akaombewa akaenda kufanya ubalozi wa Ufaransa. Alipofanya kazi ubalozi wa Ufaransa akaona kamera moja nzuri, sijui ile ilikuwa ni magic, watu wa kamera watakuwa nafahamu, itakuwa ilikuwa magic, ndo latest. Akachomoka nayo, ile anachomoka nayo wenzake wanamwangalia tu kwenye kamera, yani hajamaliza probation kazi yake. Nisikilize mpendwa, shughulika na tabia ambayo uipendi, chakalika na tabia ambayo uipendi, kwa sababu ukiendelea kuiacha hiyo tabia itafukuza watu wengine. Mungu anataka ushughulike na tabia umbea tu, ndio ambayo inafukuza watu. Unakuta mtu amefanikiwa lakini anatafuta mtu atayetunza siri. Amekwambia tu mtu kidogo anakisikia kule, anakisikia kule, anakisikia kule, anakisikia kule, anakisikia kule. Unajua bwana, kuna mtu mmoja Roho Mtakatifu akasema hivi, mjaribu kwa jambo hili, wewe mwambie tu jambo hili. Yaani mjaribu kwa jambo hili, yaani mdokeze, mwambie. Nikamwambia lile jambo. Yaani kila sehemu nikalikuta. Roho Mtakatifu akaniambia nenda taratibu, usimwamini huyo mtu. Kila sehemu friji aligandisha. Yaani Mungu anakuandaa kufanya kazi kwenye usalama wa taifa lakini hauna siri. Utapateje kazi ya namna hiyo? Utapateje kibali huko? Wanakufuatilia wanakuta huku naongea, huku naongea, huku naongea, huku naongea. Wanasema huyu hapana. Huyu atatoa siri za taifa. Wanakuacha. Sasa Mungu ameniacha mpaka leo sijapata kazi. Hapana, shida ni tabia. Kuna watu siku unavyooa, siku unavyoolewa, mlipendana sana. Baada ya kuanza kukaa na huyo mtu akaanza kutoa makucha. Tabia zote ukaanza kuziona live bila chenga wanasema. Ukaanza kuziona kwenye LED ya kwanza, ya pili, afu unaenda unarudi unamuuliza Mungu, kweli ni mke huyu nimeoa mwenye tabia hizi? Kweli ni mme huyu mwenye tabia hizi? Karakta inaweza ikafukuza watu, tabia zinaweza zikafukuza watu, tabia zinaweza zikakipa watu katika maisha yako. Kuna watu wameondoka katika maisha yako, wala sio nguvu za giza, na ni watu ambao ni very potential. Wameondoka kwa sababu ya tabia ulionayo. Walikuamini, wanasema ngoja tu tukafuate ushauri. Baada ya kuondoka tu wanachukua hilo waliokushauri wanaenda kulipeleka kwa watu, wanakuanika. Jifunze kushughulikia tabia ili uweze kumaintain kibali ambacho Mungu ameweka ndani yako. Na tabia zingine mpendwa haziwezi kuwa nyepesi. Unatakiwa ukae kwenye maombi muda mrefu, unatakiwa ukae kwenye mifungo muda mrefu. Kuna tabia zingine unatakiwa kujishepu kwa muda mrefu. Na nisikilize, hata Mungu mwenyewe kabla hajakutumia kuna aina ya tabia ambazo lazima aziondoe. Hawezi kabla hajaziondoa hizo tabia. Isaya akapata invitation sura ya 6. Amefika kule anaanza kujisema mwenyewe. Unajua kuna uwepo fulani ukifunika unaweza kujisema mwenyewe. Akaanza kujisema mwenyewe. Anasema unajua mimi na midomo michafu. Malaika hakuchelewa. Kala kwenye mdomo. Sasa sijui alikuwa anatukana nini. Anasema ana midomo michafu na anaishi kati ya watu wenye midomo michafu. Wewe unajijua kabisa una changamoto ya character, alafu unaenda kutafuta kundi lenye changamoto ya character. Unatakiwa utafute kundi ambalo litakuvuta kukutoa kwenye ile tabia kupeleka kwenye tabia nyingine. Wewe unajijua kabisa una changamoto ya tabia fulani. Unaenda kufuata kundi lenye changamoto hiyo hiyo. Birds of the same feathers flock together. Ndege wa nini? Wanaruka pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Itafuta watu ambao watakushape. Yaani ukikaa, ndio maana hata mimi mwenyewe katika utumishi wangu napenda mtu ambaye ataniambia, bwana mtumishi, hapa hiki kitu nakiona kiko sawa. Penda watu wa namna hii kwa sababu wanakushape. Neno la Mungu linasema bad company corrupt character. Wewe unajijua kabisa una changamoto ya umbea, afu na marafiki zako wote ni wambea. Tafuta basi hata 3 4 ambao hawana umbea ili ujishape kwenye yako kaeneo. Unajua leo siwezi kulala leo nina moto. Mwambie jirani yako, shughulika na tabia. Wengine tabia ni uchoyo. Mungu anakuandaa kuwa mtu mkuu na kuna watu wengi wako nyuma yako lakini ni mchoyo. Mungu anakuandaa kuwa mke wa prophet mkubwa lakini ni mchoyo. Mungu anakuandaa kuwa mama wa kanisa lakini ni mchoyo. Mungu anasema ngoja nimwache kwanza. Lakini pia wanadamu wanaanza kukimbia. Unashangaa umepewa huduma, watu wanakimbia tu. Kwa sababu ya nini? Uchoyo. Wengine ni ubinafsi. Wanataka kufanikiwa wao tu. Hawataki mtu mwingine afanikiwe. Yaani hao ni ubinafsi. Wengine tabia yao ni wivu. Yaani hawataki kuona mtu amenyanyuka. Wakiona tu mtu amenyanyuka kidogo wanamchukia. Kuna mtu mmoja akaniambia, akasema toka alivyonunua gari kuna mtu hajaimsalimia. Hata ajitahidi kumsogelea amfanyie hivi. Amsogelee pale usoni, anamfanyia, amwangalia tu usoni. Yaani manake sitaki story na wewe. Nataka story na wewe ukiwa hujanunua gari. Ukiwa umenunua gari, mimi sitaki story. Kwa hiyo ajiri anaondoka katika nyumba ya sala, alafu sikiliza malaika anavyomwambia. Malaika anamwambia muda wako wa kuondoka bado hujafika. Kuna kitu unakihitaji, unahitaji kuendelea kunyenyekea chini ya. Kuna watu wameondoka kwenye mikono ya watu ambao wanatakiwa kunyenyekea kwa sababu ya tabia. Na Mungu
Mungu akiwaangalia anasema huko ulikoenda sio, unatakiwa kurudi kuendelea kunyenyekea. Ajili akarudishwa tena katika nyumba ya Sara, akarudishwa. Najua alipokuja mara hii alikuwa na heshima, sikuona sehemu yoyote kwamba amefanya dhihaka, afanye ila mtoto wake na jamani vya kulia. Ishmaeli naye akaanza kumdhihaki Isaka. Kwa eneo la kwanza ambalo unatakiwa kushughulika nao ni eneo la character. Mwambie jirani yako, shughulika na tabia yako. Yeye mwenyewe anaijua tabia yake. Wengine hasira, wengine ugomvi, kila mtu kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anasema nawe, na ni kitu ambacho ukikifanyia kazi kuna level Mungu anakupeleka. Haya ni masomo ambayo ni rare sana watumishi wa Mungu kufundisha vitu vya namna hii, lakini ni vitu muhimu sana machoni pa wanadamu. Kingine ambacho kinaweza kukusaidia kuweza kumaintain au kulinda kibali ambacho Mungu amekupa kwa wanadamu ni maarifa. Unatakiwa kuwa na mfumo wa kuendelea kujifunza, ujue vitu vingi. Wamekupa kazi kama IT, unafahamu vitu vile vile ulivyosoma chuo. You don't update yourself, au jiendelezi, au jiupdate kusoma vitabu, au jiupdate kusoma online. Yani toka ulivyosoma chuo vitu vya IT unavifahamu vile vile vile. Lazima utengeneze mfumo wa kujifunza vitu vipya kila siku. Kuna mtu mmoja akaniambia ameweza kwenye eneo la finance kutengeneza status kiasi kwamba kuna wizara ambazo zinamwazima kutoka wizara fulani. Wanasema kwa hesabu hizi tunamhitaji mtu fulani aje kupiga hesabu. Yaani hesabu ambazo wanaweza kufanya watu wengine, lakini amejidevelop, ana maarifa kwenye ile eneo kupita watu wengine. Kwa hiyo wakiwa wanahitaji mtu mwenye maarifa, wanamuona yeye. Toka umeanza biashara, haujawahi soma vitabu vya biashara, haujawahi soma neno la Mungu kuhusiana na biashara, haujawahi soma kuhusiana na mitaa, malango ya biashara. Yaani wewe umekaa tu kwenye biashara, hauna maarifa yoyote. Ni lazima uwe na maarifa, namna ya kuvuta wateja, namna ya kutunza wateja. Na hayo maarifa yanapateje? Maarifa unapata kwa kuendelea kujifunza. Manake kila siku unatakiwa kuwa mwanafunzi. Binadamu wote wanapenda watu waliojaa maarifa, hawapendi watu ambao wako empty headed. Wanapenda watu ambao vilivyoshindikana wanaweza kutengeneza solution. Ndio maana utagundua style ya biashara ni ile ile, inafanana na jirani yako, hauna ubunifu wote. Kazi namna unavyofanya, ulivyokuwa unafanya mwaka juzi, unaifanya kwa standard ile ile. Hamna mabadiliko yote. Kwa sababu kwa sababu hujawekeza katika eneo la maarifa. Nataka nikusomee neno la Mungu, uone Mungu mwenyewe anathamini sana maarifa. Mungu mwenyewe anaangalia sana maarifa. Kuna watu kilichokuwekea limitation ili watu kukupokea, watu kukubali, kutembea na kibali kwa wanadamu ni kwa sababu ya kukosa maarifa. Walikaa chini wakaongea na wewe kuhusiana na jambo fulani, wakaona huyu mtu hawezi kutusaidia, hana maarifa ya kutosha kwenye ile eneo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba some kitabu cha Kutoka sura ya 31 mstari wa kwanza hadi wa 3. Kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 31 mstari wa kwanza hadi wa 3. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri wa kabila ya Yuda. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Nisikilize, Mungu mwenyewe anazungumza na Musa, anampa jina, anamwambia katika hii kazi ambayo mnaenda kuifanya kuna mtu mmoja amebobea katika eneo la maarifa. Huyu mtu anaitwa Bezaleli. Hakikisha unamchagua huyu mtu, na mimi ninakuombea kwa jina la Yesu, kila aliyebeba majibu yako akapewe jina lako na Roho Mtakatifu. Nasema akapewe jina lako na Roho Mtakatifu. Kuna watu unavyozungumza wanapokea majina yenu kwa ajili ya promotion. Kuna watu unavyozungumza wanapokea majina yenu kwa ajili ya contract. Kuna watu unavyozungumza wanapokea majina yenu kwa ajili ya connections za biashara. Na alipaisha jina lako katika ulimwengu wa roho. Nasema nalipaisha jina lako katika ulimwengu wa roho. Kila Musa aliyebeba majibu yako akalisikia jina lako kwa jina la Yesu. Anazungumza, anamwambia hakikisha utavochagua, usichague mtu mwingine. Huyu jamani fundi kwenye mambo ya shaba, ni fundi kwenye mambo ya vyuma, ana maarifa. Kuna roho ya maarifa iko ndani yake. Maana yake Mungu mwenyewe ni mwamini mzuri wa maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umekaa huko pale pale, hutaki kusoma, hutaki kujifunza, hutaki vitu vipya. Teknolojia unaotumia kwenye biashara yako ni ya mwaka 2010. You don't update yourself. Unatumia teknolojia ya mwaka 2010. Maana takiwa utafute digital marketing. Watu siku hizi wanafanyaje soko lao? Watu wanaweka vitu online. Watu wanatangazeje kwenye mataifa? Wanatangaza vitu online. Watu siku hizi wanatengeneza website. Watu siku hizi wanatengeneza nini? Page za Instagram. Watu siku hizi wanatengeneza vitu vyao YouTube. Lakini wewe kama mwaka 2010, kama mwaka 2005 ni vile vile. Manake roho ya maarifa haiko ndani yako. Na Mungu hawezi kuzungumza
anazungumza nao watu, kwa sababu akiangalia anaona hicho kitu hauna. Katika taifa zima la Israeli anasema nimemuita kwa jina lake Bezaleli, hakikisha unampa hii kazi, hakuna mwingine anaweza kufanya. Na anasema ana hekima, ana ujuzi, roho ya maarifa iko ndani yake. Toka umemaliza chuo hutaki kusoma kozi zingine, yani uko pale pale hutaki kusoma kozi. Wenzako wanazidi kujiupdate, alafu zinapotokea promotion na shangaa mwingine kapata, wewe uko pale pale. Yani Mungu umenisahau, Mungu umeniacha. Hajakuacha. Maarifa, you need knowledge. Neno la Mungu linasema, Yesu nabii Isaya alipokuwa anatabiri sura ya 11 kitabu cha Isaya kuanzia mstari wa 4, anasema roho ya maarifa itakuwa juu yake, roho ya hekima itakuwa juu yake, roho ya shauri, roho ya uweza, roho ya ufahamu itakuwa juu yake. Yesu mwenyewe alikuwa na roho ya maarifa. Kuna kipindi Yesu alikuwa na miaka 12, aliingia hekaluni akawa anauliza maswali, anawauliza Sanhedrin, lile kundi la watu 21 ambao wale watu waliobobea katika maarifa, mambo ya dini. Amekaa anawa question. Manake Yesu mwenyewe alihitaji kujiendeleza katika eneo la maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, wewe kwenye maarifa vipi? Anajua mwenyewe. Eneo lingine ambalo linaweza likakupatia kibali ni eneo la kipawa au karama ulionayo. Lazima ujue una karama gani, lazima ujue una kipawa gani, na kujua namna ya kutumia kipawa ulichonacho. Watu wengi wana karama, watu wengi wana vipawa, lakini hawajui namna ya kutumia vipawa walivyonavyo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue namna ya kutumia kipawa ulichonacho, na lazima ujue ni kipawa gani ambacho Mungu ameweka ndani yako. Neno la Mungu linasema hivi, naomba nisome katika kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 16. Kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, zawadi ya mtu humpatia nafasi, humleta mbele ya watu wakuu. Anasema zawadi ya mtu humpatia nafasi, humleta mbele ya wakuu. Usiende mbele ya wakuu bila kipawa. Wewe unaenda kichwa kichwa tu mbele ya wakuu. Unasema wale watu nimeenda mbele yao lakini nashangaa wamenipuuzia. Hawajaona kipawa. Kuna kitu ambacho kinatakiwa kupeleka mbele. Kinachotakiwa kupeleka mbele ni kipawa. Kinachotakiwa kupeleka mbele ni karama. Yaani manake kama ni mwimbaji, fanya mazoezi, develop kwa hilo eneo mpaka uhakikishe hilo eneo linakusogeza karibu na wakuu. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze nyimbo. Jifunze wengine wanapoandika nyimbo. Be creative kwa hilo eneo. Uone kama hilo eneo halijakufungulia milango. Kwa sababu hii ndio kanuni ya kiroho. Unatakiwa ujiendeleze kwenye kipawa ulichonacho. Kuna watu wana vipawa lakini hicho kipawa kimekaa dormant kwa sababu hawakifanyii mazoezi, hawakifanyii kazi yoyote, kimekaa dormant. Lakini kuna watu wana kipawa, kila siku wana elevate kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanakifanyia kazi kipawa walichonacho. Wakikaa nyumbani wanafanya mazoezi ya kuimba, wakikaa nyumbani wanafanya mazoezi ya kuandika nyimbo, wakikaa nyumbani wanafanya mazoezi ya kupiga drum, wakikaa nyumbani wanafanya mazoezi ya kupiga gitaa. Na ndio maana utagundua hata tukitafuta mtu mmoja ambaye the best kupiga gitaa Tanzania watakuwa wanafahamika, lakini wapiga gitaa wako wengi. Ukiambia nitafutie watu 10 hii Tanzania wanaojua kupiga gitaa, kuna majina hata kosekana. Wanafahamika, wamedevelop kwenye hilo eneo, wamemaintain kwenye hilo eneo, wamehakikisha wanafika kwenye level. Nchi kitafuta mtu mmoja wanatajwa wao. Kuna mtu mmoja anapiga drum kweli kweli, nikamuuliza nikamwambia, hivi imekuaje mpaka umefika kwenye level ya kupiga drum? Akasema mimi drum nimejifunzia ukubwani, lakini nilitumia muda mwingi. Kwanza nilichofanya nilinunua drum nikawa nao nyumbani. Wewe hela unalia chips. Yule jamaa pale sasa Natalia tu sijali watumishi wa Mungu. Wewe hela unanunua chips. Jamaa alipopata fedha akaweka drum nyumbani. Nikamuuliza ikifika usiku unafanyaje? Akasema ikifika usiku na masaa sita ya kupiga drum. Manake huyu mtu angekuwa anapiga gitaa, alipopata fedha angenunua gitaa. Alipopata fedha angenunua kinanda anacho nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukaenda vacation, acha utani na watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jamaa anasema nikajidevelop kwenye ile eneo. Alafu alipojidevelop akafika kwenye level ya juu. Alipofika kwenye level ya juu akashangaa wanamuita kila sehemu. Wakitaja mtu mmoja anayepiga drum wanamuita yeye kila sehemu. Sasa swali la kujiuliza, wewe kipawa ulichonacho ni kipawa gani? Na hicho kipawa unakifanyia kazi? Kuna mtu mmoja nilikuwa namsoma, ni Mtanzania, alifanya vizuri sana kwenye bicycle. Akaenda Marekani. Alipofika Marekani akaanza kufanya vizuri, maana kule Marekani wana mfumo kwenye NBA, wanachagua wanaotoka college. Yeye wanasema alikuwa ni first pick katika watu waliochaguliwa mara ya kwanza, yeye alikuwa ni wa kwanza. Alikuwa na vigezo vyote, lakini baada ya kuchaguliwa kipawa kilionekana, lakini akashindwa kumaintain kile kibali alichopata. Wanasema kule wenzake wanafanya mazoezi hadi masaa 14. Yeye akawa anafanya mazoezi masaa 2 matatu, analala, anakula bata, anaenda klabu nini, anakula maisha. Lakini wengine wanafanya mazoezi masaa 14, wanapumzika masaa machache. Akashangaa anazidi kudrop, baadaye akadrop kabisa. Manake unaweza ukawa na kipawa
kipawa kizuri, lakini usipojua namna ya kutengeneza kipawa chako, namna ya kubrandi kipawa chako, unaweza kuwa na kipawa na bado ukawa maskini. Unaweza kuwa na kipawa bado watu wasikupokee. Unaweza kuwa na kipawa bado usisogee kwenye uchumi. Kwa sababu ni shida sio Mungu. Mungu ameshakupa kipawa. Wewe ndio unatakiwa kudevelop kipawa ulichonacho. Kuna mtu mmoja yupo Sinza. Yaani yeye anafahamika kwa nyama choma. Yaani wewe luka sehemu zote pale utapita. Anakuambia bwana, kuna sehemu nzuri ya nyama choma tukupeleke. Hata ukijifanya mimi sipendi pale watakukamata tu siku moja. Sawa. Kuna sehemu hakuna kama hiyo Sinza, twende, wanakupeleka kwa. Mimi kuna kipindi fulani nilikuwa naishi Songo, kuna jamaa mmoja anachoma nyama isivyo kawaida. Yaani lazima kwa wiki niende mara. Mimi mwenyewe ni meat lover. Bwana Yesu asifiwe. Napenda nyama. Kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe. Wako wengi hapo wanaopenda nyama. Kwa hiyo nikashangaa, mimi sio peke yangu naenda pale, tunajaa watu wengi. Mazingira ya biashara alionao ni ya kawaida sana, lakini alidevelop, anajua ni aina gani ya nyama ambayo inakuwa laini kichomwa, ni aina gani ya chumvi ambayo unatakiwa kuweka, kiasi gani limao unatakiwa kuweka. Jamaa amejiquip, yuko vizuri. Wewe luka fedha utapeleka pale. Yaani jamaa anachoma nyama hadi utumbo unachoma, utumbo ule wa taulo. Yaani ukifika pale unaula, utapenda mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo don't take yourself for granted. Kitu ambacho Mungu amekupa ni kikubwa, lakini hujajua namna ya kukitengeneza, hujajua namna ya kukibrand ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ukijua namna ya kukibrand, Mungu lazima akutofautishe. Na nataka nikwambie, ulichonacho akifanani na wengine. Ulichonacho akifanani na Pastor Lewis. Ulichonacho akifanana na jirani yako. Ulichonacho akifanana na rafiki yako. Hujajua tu namna ya kukitengeneza. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu introduce kipawa chako kwenye haya majira. Nasema kipawa chako kiende kikatambulike kwenye haya majira katika jina la Yesu. Nataka nikuoneshe mfano wa mtu mmoja. Naomba tusome mtu aliyetumia kipawa chake vizuri. Katika kitabu cha Samuel wa kwanza, sura ya 16 mstari wa 17 hadi 18. Kitabu cha Samuel wa kwanza, sura ya 16 mstari wa 17 hadi wa 18. Neno la Mungu linasema, basi Sauli akawaambia, vema, nitafutieni mtu aliye stadi wa kupiga kinubi mkaniletee. Mstari wa 18. Ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemwona mwana mmoja wa Yese Mbethlehemi aliye stadi wa kupiga kinubi, tena ni mtu shujaa, hodari wa vita, anenaye kwa busara. Nisikilize, malizie. Mtu mzuri ambaye Bwana yu pamoja naye. Unanisikia? Wanatafuta mtu mmoja katika Israeli ambaye anaweza kupiga kinubi. Mfalme asemi nitafutie watu, anasema nitafutie mtu anayeweza kupiga kinubi. Anatokea mtu mmoja, anasema kuna mtu mmoja anaitwa Daudi. Huyu mtu ni Mbethlehemu, mtoto wa Yese. Huyu mtu anapiga kinubi sivyo kawaida. Nisikilize, kilichomuingiza Daudi ikulu kwa mara ya kwanza ni kipawa alichonacho. Ndio kilimuingiza ikulu. Maana yake Daudi alijidevelop kwenye level ambayo huwezi kumfananisha na mtu mwingine anapiga kinubi Israeli. Ukitaja jina la mtu mmoja tu anakuja Daudi. Na kuna kitu ambacho nimependa kuhusiana na Daudi. Anasema Mungu yupo pamoja naye. Yaani alikuwa anapiga kinubi, lakini ana mahusiano na Mungu anayempigia kinubi. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa akipiga kinubi, mapepo yanakimbia yenyewe. Yamkini wengine walikuwa wakipiga kinubi mapepo yanashangaa, lakini kwa Daudi akipiga kinubi mapepo yanakimbia. Maana yake licha ya kipawa alichokuwa nacho, aliongeza nguvu za Mungu kwenye kipawa alichonacho. Kama Mungu amekuamini, amekupa kipawa na umempokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, maana yake unaweza ukatembea na nguvu kwenye kipawa. Watu wengi wanatembea na vipawa lakini hawatembei na nguvu kwenye vipawa walivyo. Lakini Daudi alikuwa na vitu viwili, alikuwa na kipawa, alikuwa na nguvu za Mungu katika kipawa alichonacho. Anasema nitafutieni mtu mmoja. Jamaa, lango wa ikulu unafunguka kwa sababu ya kipawa alichonacho. Ikulu inajikuta haina namna, lazima imchukue Daudi kwa sababu hakuna mwenye kigezo mwingine kama Daudi. Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu, kwenye haya majira milango mikubwa ikafunguke. Nasema milango mikubwa ikafunguke. Kuna watu mtaingia ikulu kwa sababu ya vipawa mlivyo navyo. Kuna watu mtaingia bungeni kwa sababu ya vipawa mlivyo navyo. Kuna watu mtapata tenda kwa sababu ya vipawa mlivyo navyo. Kuna watu mnaenda kuketishwa na wakuu kwa sababu ya vipawa mlivyo navyo. Hapa naisikia ameni ndogo sana. Nasema hivi, kuna watu mnaenda kuketishwa na wakuu kwa sababu ya vipawa. Naona Mungu ana unlock vipawa kwenye haya majira. Wakitaja jina moja itakuwa la kwako katika nchi. Ninaona kuna watu wanatoka na hasira, wanaenda kudevelop kipawa walichonacho, wanaenda kukiongeza kipawa walichonacho, wanaenda
kuchochea kipawa ulichonacho, alafu akitafuta mtu mmoja utakuwa ni wewe katika jina la Yesu. Ninaona kuna majina anaenda kutajwa. Ninaona kuna majina anaenda kutajwa. Ninaona kuna majina waimbaji anaenda kutajwa katika jina la Yesu. Ninaona kuna majina wafanyabiashara ambayo yanaenda kutajwa katika jina la Yesu. Ninaona kuna majina wachezaji wa mpira ambayo yanaenda kutajwa katika jina la Yesu. Ninaona makampuni makubwa yanaenda kutajwa katika jina la Yesu. Ninaona vipawa kwenye majira kwenye nyumba ya Mungu vinakwenda kunyanyuka. Hakuna atayezuia kipawa chako. Huu ni wakati wa kuintroduce kipawa ulichonacho kwenye macho ya Mungu. I declare and decree, hakuna atayefunika kipawa ulichonacho katika jina la Yesu Kristo. Ninakitoa hicho kipawa kitoke nje. Ninakitoa hicho kipawa kitoke nje. Ninakitoa hicho kipawa kionekane. I introduce you to nations in the name of Jesus. Ninakutambulisha kwenye mataifa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutambulisha kwenye mataifa. I introduce you to nations in the name of Jesus. Utashangaa tu kuna watu wamekaa vikao Marekani, wanasema kuna mtu Tanzania. Huyu mtu tunamfahamu kwenye accounts. Tunamfahamu kwenye accountants. Huyu mtu hakuna mtu ambaye unaweza kumcompare. Ninasema kwa jina la Yesu, mataifa akataje jina lako. Mataifa akataje jina lako katika jina la Yesu. Milango itaachia yenyewe kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye ana kipawa. Kila aliyopo hapa ana kipawa. Eneo jingine ambalo linaweza likakupatia kibali machoni pa watu ni hekima. Katika kitu ambacho unatakiwa kukiendeleza na kumwomba Mungu akusaidie ni eneo la hekima. Ni eneo la hekima, ni muhimu sana. Saizi tuna generation, tuna kizazi ambacho kinatafuta watu wenye wisdom tu. Watu wenye wisdom, watu wenye hekima kwenye eneo la ndoa, watu wenye hekima kwenye eneo la mahusiano, watu wenye hekima kwenye eneo la biashara, watu wenye hekima kwenye eneo la utumishi. Hii generation inatafuta watu wa namna hii. Na neno la Mungu nasema wa kwenu yoyote akipungukiwa na hekima aombe, Mungu atampa hekima. Kwa hiyo maana hekima ukiona hauna, una uwezo wa kuomba. Na hekima ni roho kabisa. Katika kitabu cha Isaya sura 11 kuanzia mstari wa 4 inasema roho ya hekima itakuwa juu ya Yesu. Yesu mwenyewe alihitaji hekima. Na katika hiki kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 52 inasema Yesu akazidi kuendelea katika kimo na hekima. Usibadilike kwenye stature peke yake, badilika hadi kwenye wisdom. Watu waliokutana na wewe miaka 5 iliyopita kutana wewe saizi wanasema no, kuna kitu kimedevelop ndani yako, namna unavyoongea, namna unavyointeract. We see wisdom. Tunaona hekima ndani yako. Sio unakutana na wale watu waliokutana na wewe miaka 10 iliyopita. Namna unavyoongea, namna unavyotembea, namna unavyoishi nao wanaona the same person. Manake bado hujadevelop kwenye hekima. Manake Yesu mwenyewe alimwangalia wakaona kuna namna ana develop kwenye hekima. Biblia ya Kiingereza inasema Yesu ali increase kwenye wisdom. Manake walikuwa wakimwangalia mwaka uliopita, mwaka unaofuata, wanaona kuna viwango vya hekima vinazidi kuongezeka. Sasa nataka tuone kibiblia namna ambavyo wisdom inaweza kumpatia mtu kibali. Wisdom can give you favor in the sight of people. Naomba usome kitabu cha Daniel sura ya 5 mstari wa 11. Kitabu cha Daniel sura ya 5 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadneza baba yako, naam mfalme baba yako, akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na wakaldayo na wanajimu. Bwana Yesu asifiwe. Listen to me. Mfalme Belshaza alipata maono, na yale maono yale mene tekeli na pelesi. Kwa hiyo neno la Mungu linasema baada ya kuona kile kitanga kinaandika katika ukuta, Belshaza yale maono yakawa yamemfadhaisha. Na katika ule ufalme walikuwa wanatafuta mtu mmoja ambaye ataweza kuinterpret yale maono ambayo Belshaza ameyaona kitanga cha mkono kinaandika. Huyu Belshaza kuna vyombo ambavyo babake Nebukadneza alivichukua katika hekalu la Yerusalemu. Sasa alivyovichukua katika hekalu la Yerusalemu akavipeleka Babeli. Alipopeleka Babeli, Belshaza akavichukua vile vyombo, akawa anakunywa wine huko anaabudu miungu. Ghafla akaona kitanga cha mkono kimetokea, kinaandika mene tekeri na peresi. Akatafuta interpretation ya yale maono, akupata mtu. Sasa mama yake anakuja anamwambia yupo mtu mmoja, I pray in the name of Jesus, wakitaja mtu mmoja ukawe ni wewe. Nasema wakitaja mtu mmoja ukawe ni wewe. Wakisema kuna mlango umefunguka tunahitaji mtu mmoja, I declare ukawe ni wewe katika jina la Yesu. Ninaona jina lako likitajwa na mmoja kwenye biashara.
Ninaona jina lako likitajwa namba moja kwenye biashara. Ninaona jina lako likitajwa namba moja kwenye kazi. Wanasema tunatafuta mtu mmoja kumbariki. Nasema jina lako likatajwa kwa jina la Yesu. Watataja jina lako kwa jina la Yesu. Ninaona kuna majina yana pop up. Ninaona majina yana pop up. Ninaona majina yana pop up kwenye akili za watu waliobeba majibu yako. Nasema pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Yaani jamaa wanasema mtu mmoja atafafanua yale maono. Wanasema yuko mmoja, Babeli nzima yuko mmoja. Ndio maana unatakiwa kuelewa nguvu ya haya maombi ninao kuombea. Wakitaja mtu mmoja kwenye kazi yenu unaofanya, utakuwa ni wewe. Wakisema kuna safari ambayo inalipa sana, we are looking for one person, it will be you in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Anasema huyu malkia ambaye ni mama yake mfalme, anamwambia sikiliza, yupo mtu mmoja, nataka uangalie sifa wanazotaja za Daniel. Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Wanaposema roho ya miungu mitakatifu inakaa ndani yake, alikuwa anamaanisha Roho Mtakatifu. Na kwa sababu wale walikuwa wanaabudu miungu, anashindwa kutoa correct interpretation. Anasema roho ya miungu mitakatifu, akimaanisha Roho Mtakatifu. Na wewe unamhitaji sana Roho Mtakatifu. Endelea. Na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Nisikilize, imepita kipindi cha utawala wa Nebukadreza, lakini jina la Danieli alisauliki. Inabadilika mifumo ya utawala katika Babeli, lakini jina la Danieli alisauliki. Na mimi nakuombea itabadilika mifumo ya utawala katika nchi, lakini jina lako halitasaulika katika jina la Yesu. Vitabadilika viti vya urais, lakini jina lako halitasaulika. Vitabadilika viti vya mawaziri, lakini jina lako halitasaulika. Zitapita serikali, itakuja hii, itakuja nyingine, lakini jina lako halitasaulika katika jina la Yesu. Ninaona mifumo ya utawala inabadilika, lakini majina na maintain ile status katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Yaani wakija viongozi wanarithishana jina. Wanasema no, ukikaa kwenye hichi kiti kumbuka kuna mtu fulani. Ukikaa kwenye hiki kiti usimwache mtu fulani. Na mimi na declare kwa jina la Yesu, yoyote atakayekaa kwenye kiti kilichobeba majibu yako, wataliacha jina lako kwenye kiti. Watasema utavokaa kwenye hiki kiti, mtendee huyu mema katika jina la Yesu. Mtendee huyu mema katika jina la Yesu. Mtendee huyu mema katika jina la Yesu. Yaani viti vinaachiana jina. Linasema kwenye biashara fulani kuna jina hili. Unapita uzao huu, unakuja uzao mwingine. Wanasema kwenye biashara fulani fanya na hii kampuni. Bwana Yesu asifiwe. Tunakataa mfumo tu kibadilika, mambo yanaanza kubadilika, unashangaa biashara inaanguka, hivyo vitu tunakataa. Tuna declare kwamba mifumo inapobadilika, mifumo itatutambua katika jina la Yesu. Kwa hiyo jamaa anambia tangu enzi za baba yako. Manake enzi za Nebukadreza zimepita, lakini jina la Daniel halijasaulika. Na wewe jina lako halitasaulika katika jina la Yesu. Kwa hekima ambayo Mungu anaenda kuweka ndani yako, jina lako halitasaulika katika jina la Yesu Kristo. Sasa katika kigezo kimoja wapo anachotaja, wanasema huyu mtu ana ufahamu, lakini wametaja hekima. Naomba nisomee hapo. Na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake, na mfalme Nebukadreza baba yako. Nuru na ufahamu zilionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadreza baba yako, naam mfalme baba yako, akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na wakaldayo na wanajimu. Nisikilize, jamaa alikuwa na wisdom kiasi kwamba ukitafuta mtu mmoja mwenye wisdom Babeli unamkuta ni Daniel. Na kitu kilichomrudisha ikulu Daniel, neno la Mungu nasema kimoja wapo ni hekima. Katika kitu ambacho unatakiwa kuwekeza, katika kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho mpendwa, unatakiwa kuwa na hekima. Mpendwa, usiongee kama mtu ambaye hana hekima. Usiishi kama mtu ambaye hana hekima. Watu wakija kwako, hekima ionekane na wasikimbia katika maisha yako. Wanasema kuna maneno ya hekima alizungumza na mimi. Kila siku hayo maneno yako, ninatamani kukaa na huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuombea roho ya hekima itakuja juu yako katika jina la Yesu. Kwa hiyo huyu jamaa anaenda ikulu kwa sababu ya wisdom aliyokuwa nayo. Lakini ona wisdom ambao kitu kingine imefanya. Neno la Mungu nasema aliwekwa juu ya waganga, wanajimu, wakaldayo na wachawi. Maana yake kuna
wisdom ambayo inakupa authority ya kukaa juu ya wachawi, juu ya waganga, juu ya wanajimu. Manake hata kushinda wachawi we need wisdom, kushinda waganga we need wisdom, ili kushinda vita ya kiroho we need wisdom. Na ndio kitu ambacho Daniel alikuwa nacho. Neno la Mungu nasema hicho kitu alichobeba Daniel, falme akaona namna, ikabidi amweke juu ya wachawi. Kwa hiyo wachawi wote wa Babeli walikuwa wanaenda kusalenda kwa Daniel, waganga wote walikuwa wanaenda kusalenda kwa Daniel. Kwa hiyo Daniel akitoa tamko akasema mwezi huu hamna kuloga, mwaka huu hamna kuloga, wachawi walogi, mkuu wao wameongea. Wisdom. Na hata maombi tunaoomba we need wisdom. Tunahitaji kuwa na hekima aina ya maombi ambayo tunaomba. Kama hatuna wisdom, tutakuwa tunaelekeza shabaha yetu mahali ambapo hakuna kitu. Ili nitafakarisha sana hii jambo la Daniel. Mfalme anataja, anasema hakuna mtu wa namna hii katika Babeli, hakuna mtu mwenye hekima namna hii katika Babeli. Hata mimi mwenyewe pasta, kuna watu ambao wako mwenye hekima, kwa kuna issue unaenda anaongea nao, yani wapo kanisani, lakini wengine hawafai. Yani akifungua tu mdomo nasema Mungu ni rehemu, huyu mtu anaongea kitu gani jamani? Mungu ni rehemu. Yani ukitaka upate amani, huyo mtu usiongee naye, labda angalau usipite hata siku mbili, angalau upate amani kidogo, kwa sababu ukimpigia tu simu ukaongea naye lazima kuna kitu, lazima kuna kitu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kukosa wisdom. Lakini kuna watu wako kanisani ambao mchungaji unaenda unakaa unaongea naye, anakupa wisdom, anakupa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Na unaisikia kabisa ile hekima ni hekima ambayo inajenga. Bwana Yesu asifiwe. Hata kanisa tunahitaji watu wa namna hii, watu waliobeba wisdom. Na wisdom, usiseme mimi kijana nitakuwa na wisdom ukiwa mzee. Hapana, hata saizi unaweza ukadevelop ili eneo ukawa na hekima kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuoneshe kitu kingine ambayo hekima inafanya. Naomba ulisomee kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 10 mstari wa 3. Anasema, naye Sulemani akamfumbulia maswali yake yote, wala hakukuwa na neno alilofichiwa mfalme asimwambie. Nisikilize, yani kwa sababu ya wisdom aliyokuwa nayo Suleiman, kuna mtu anaitwa Malkia wa Sheba alisafiri kutoka mbali kwenda kuona wisdom alionayo Suleiman. Manake wisdom inaweza ika-attract people, wisdom inaweza ikavuta watu. Ndio kibali ninachozungumza, wisdom can attract people. Imagine a potential person ambaye ni malkia wa nchi amesafiri, na alivyosafiri hakusafiri mikono mitupu, akasafiri amebeba mali nyingi, amebeba dhahabu, amebeba nini, zote anaenda kuangalia hekima alionayo Solomoni. Je, wewe kuna watu wanakuja katika maisha yako kwa sababu ya wisdom ulionayo, au kila anayekuja katika maisha yako anaishia kuumizwa? Sasa bwana, yule nilikuwa namshirikisha mambo yangu lakini kamwaga mchele kwenye kuku wengi. Suleiman, yani watu ambao ni very potential walikuwa wanasafiri kwenda kuangalia hekima. Na kuna kitu ambacho nakipenda, ukiwa na wisdom, Mungu anakufanya kuwa problem solver, anaweka solution ndani yako. Kuna vitu havitaenda mpaka wewe uzungumze kwenye eneo fulani, kuna vitu vitakwama, lakini ukitokea wisdom yako inaanza kuzungumza, watu wanaona, wanasema no, ili aliwezi kwenda, ngoja tusubirie fulani mpaka aje. Je, umefika kwenye hiyo level ya wisdom? Naomba nisomee tena huo mstari. Neno la Mungu linasema, naye Sulemani akamfumbulia maswali yake yote. Maana yake huyu malkia alikuja akiwa na maswali, na yale maswali alikuwa anatakiwa kujibiwa, na kinachoweza kujibu yale maswali is only wisdom. Hekima peke yake ndio inaweza kujibu. Maana yake huyu malkia alitafuta sehemu nyingine, akuona sehemu ambayo anaweza kujibu maswali yake, akaenda kwa Suleiman, akakuta ndio sehemu pekee ambapo maswali yake yote yanaweza kujibiwa. Ni maombi yangu Mungu aweke hekima ndani yako, na hiyo hekima Mungu akutumie kama kufanya suluhisho. Uwe problem solver katika jina la Yesu. Ubebe suluhisho ndani yako katika jina la Yesu. Kuna watu Mungu anaenda kuwafanya problem solvers. Kuna watu Mungu anaenda kuwafanya problem solvers kwenye kazi zenu, kwenye biashara zenu, kwenye mahusiano yenu. Kila unachofanya, you are going to be a problem solver in the name of Jesus. Receive the grace. Kuna watu vitu havitaenda mpaka waje kuone wewe kwenye biashara. Kuna watu vitu havitaenda mpaka waje kuona wewe kwenye eneo fulani, kwa sababu ya wisdom ambayo imedevelop ndani yako. I declare the spirit of wisdom to come upon you. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie kitu kingine ambacho kinaweza kukupa kibali kwa wanadamu, ni uaminifu, faithfulness. Uaminifu.
Uaminifu inaweza kukupa kibali. Watu wengi waliofanikiwa, changamoto wanaokutana nayo, wanakutana na watu wanaohitaji mali zao, hawakutana na watu waaminifu. Kwa the very potential people wanatafuta watu ambao ni waaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa watu wakipata watu wa namna hii, wanawashikilia kweli kweli. Na wewe ukipata mtu mwaminifu, mshikilie sana, kwa sababu they are very few. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ili uweze kudevelop vizuri katika vitu vyako, tafuta kujijengea uaminifu kwenye maisha ya watu wengine. Ulienda vizuri, unamwambia huyo mtu, na hii hela nitalipa bwana, nikopeshe. Mpaka leo umekimbia na hela ya watu. Alafu kija kanisani unaomba, unabubujika, unamkwaza yule mtu, unamharibia ibada. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uaminifu. Naomba usome kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 10 hadi 12. Kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 11. Sura ya 16 mstari wa 10 hadi 12. Sura ya 16 mstari wa 10 hadi wa 12. Neno la Mungu linasema, sura ya 16 mstari wa 10 hadi 12. Kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 10 hadi wa 12. Neno la Mungu linasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Mona, Mungu anasema hiki ni kipimo, ili kipimo kizuri, ili Mungu aweze kufungua milango yako, ili uweze kupata kibali. Cha kwanza unatakiwa kuwa mwaminifu katika kidogo unachopata. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mwaminifu, anasema asiye kuwa mwaminifu katika kidogo. Unasema huyu jamaa nimechukua tu shilingi 20,000, huyu ni tajiri bwana. Hii 20,000 kwani ina shida gani? Tayari hujao mwaminifu mpendo. Asiye kuwa mwaminifu katika kidogo hawezi kuwa mwaminifu katika kikubwa. Lakini neno la Mungu nasema hivi, asiye kuwa mwaminifu katika mali za wengine hawezi kuwa mwaminifu katika mali yake mwenyewe. Maanake kipimo kingine ambacho Mungu anakiangalia, unavyopewa kusimamia vya wengine, unakuwa mwaminifu kiasi gani? Unavyopewa kusimamia vya wengine, unakuwa mwaminifu kiasi gani? Kuna watu wakipewa nafasi ya kusimamia vya wengine wanasema hii ni golden chance. Yaani matatizo yake yote anamaliza siku moja kwenye mali ya mwingine. Na wewe ukija kuanzisha biashara unapata watu wanakuibia, unasema hao watu wametoka wapi? Mbona wananiibia? Kwa sababu na wewe uliiba. Au kuwa mwaminifu katika mali ya mwingine, na wewe ya kwako inapata watu ambao sio waaminifu. Manake uaminifu ni mbegu, unachopanda ndicho utakachovuna. Ukipanda uaminifu kwa watu wengine, utavuna kupata watu waaminifu katika vya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa mwaminifu, unashangaa na wewe mazingira ya watu kutokuwa waaminifu. Mara huyu kakimbia na hiki, mara huyu kadhulumu hiki, mara huyu kafanya hiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe mwenyewe haukuwa mwaminifu katika mali za wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima udevelop quality bora wa kuwa mwaminifu katika vitu vya wengine. Lazima udevelop huo ubora. Na Mungu anatazama sana watu waaminifu. Kuna milango ambayo inafunguka kwa ajili ya watu waaminifu tu. Kuna milango ambayo inafunguka kwa ajili ya watu waaminifu tu. Na ndio maana nimekwambia wapo watu wengi waliofanikiwa wanatafuta watu waaminifu. Wakiwapata watu waaminifu wanawatumia vizuri sana. Ndio maana nakwambia uaminifu is an asset. Ukiwa mwaminifu ni asset kwa wanadamu na ni asset kwa Mungu. Kipengele cha mwisho ni bidii ya kujituma kwenye kazi. Bidii ya kujituma kwenye kazi inafungua milango ya kibali. Inafungua milango ya kibali. Ndio maana utakuta kwenye maeneo mengi ya kazi, madirector, mameneja wanapenda watu ambao wanajituma. Mtu ambaye anajiongeza, mtu ambaye anajitoa. Hata huku kwa Mungu, Mungu anajua kipimo chake nyinyi mnachojitoa kwenye ufalme wa Mungu. Anajua bidii ulionayo kwenye ufalme wa Mungu, na anajua uvivu ulionao kwenye ufalme. Ndio maana hapa juzi tulikuwa naomba maombi ya rehema, kwamba watu walikuwa naomba maombi ya rehema, tuombe rehema kwamba popote tupofanya kazi ya Mungu kwa mikono milegevu. Kuna wengine hicho Mungu alichokupa anataka ufanye kwa bidii kwa ajili ya ufalme wake. Ndio maana akafungua mlango, lakini wewe unafanya kwa ulegevu. Kuna wengine Mungu alivyo design unatakiwa kutumika kusafisha madhabahu, lakini wewe ukija unakaa tena ukuta pale pachafu pale. Hawajafagia vizuri, sijui wana shida gani hao. Hawajafagia vizuri, sijui wana shida gani hao. Umeona pale pana vumbi vumbi pale. Wewe njoo, futa vumbi hapo. Serious. Watu ambao wanajituma na bidii wanaweza wakaangalia vitu wakasema hapana, naona madhabahu ya Mungu kuna sehemu haiko vizuri, chafu, ngoja nichukue kitambaa nifute ipendeze iwe safi. Naona kuna viti kanisani havijakaa vizuri, ngoja nivipange vikae vizuri. Ninaona kuna nyaya zimekaa vibaya, ngoja nizipange zikae vizuri. Mungu anathamini sana watu wa namna hii.
Bwana Yesu asifiwe. Anathamini sana watu wanamna, anasema huyu anathamini sana kazi yangu, ngoja na mimi nithamini vya kwake. Lakini wanasema yani hawa ushers sio wanapangeje viti. Hawajielewi kabisa. Cheki walivyopanga. Aibu ushers, njoo. Yani ameshakuwa bosi. Kuna mtu mmoja akaambiwa wito wake kuna kitu Mungu alikuwa anampima. Akamtumia mtumishi wa Mungu mmoja, akasema bwana, ninaona kule chooni bwana kuchafu sana. Kwa hiyo hebu anza kusafisha kule chooni. Akasema mimi wito wangu sio kusafisha chooni, mimi wito wangu ni madhabahuni. Wito wangu mimi ni kutumika madhabahuni. Yani mimi to clean the toilet. No. I cannot do that. Siwezi kufanya hivyo. Akasema nasikia kabisa Roho Mtakatifu ananiambia wito wangu natakiwa nisimame pale kama Pastor Lewis. Lakini sio kule. Kwa yule mtu akafeli kipimo. Kwa kuna kitu ambacho Mungu anaweza akakupima nacho ambacho unaweza ukaona ni kidogo, lakini kwa Mungu ni kikubwa sana. Kwa kule anakokupeleka. Kuna watu wako na business zao wenyewe, ni hawajali kuhusu madhabahu ya Mungu. Wako na business zao. Wakija wamekaa tu wameangalia sana labda watakosoa. Yani hapa mpangilio wao sijapenda kabisa. Haujakaa vizuri, kaa vizuri. Fanyeni kidogo, mjitahidi, naondoka. Neno la Mungu linasema, naomba tusome kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 4. Kuna watu limitation unaopitia na kukataliwa kwa watu ni kwa sababu ya kuto kujituma. Unakuta tu watu wamekukataa. Badala ya kufanya kazi kwa bidii unalala. Badala ya kwenda kazini unalala. Kila siku wewe kazini ni kuomba ruhusa. Leo naumwa kichomi cha mbavu ya pili. Kesho naumwa kichomi cha mbavu ya 4. Kesho spinal cord imetikisika kidogo. Kesho kutwa nasikia kichwa cha upande wa kushoto. Yani wewe kila siku ni excuse, unatoa excuse. Hata huyo boss kweli akisema natafuta mtu mmoja akumpa promotion, utakuwa ni wewe. Hawezi kufanya kitu cha namna hiyo. Naomba nisomee kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa masikini, bali mkono wake aliye na bidii utajirisha. Kwa hiyo kuna utajiri mwingine unakuja kwa sababu ya kujituma. Kuna mtu tu ameona namna unavyojituma, amependa namna unavyojituma, anasema huyu ngojea kwa namna anavyojituma, ngojea nimpe mtaji wa biashara. Kuna mtu tu ameangalia namna unavyojituma, anasema kwa namna anavyojituma, ngojea huyu nimpe kazi. Unajua kuna watu hapa kanisani walipata kazi kulingana na wanavyojituma. Mtu anamchukua tu, anasema bwana, nimeona mtoto wako wa kiroho fulani yuko vizuri sana, anajituma, anaweza kafaa. Naambia anaweza kafaa, anamchukua, anamtumia anamwajiri, na alikuwa ana kazi, alikuwa anajitoa. Kwa hiyo kufanya kazi kwa bidii kunaweza kufungua milango. Kuna watu limitation unaopitia wala sio mzimu wa bibi. Mwautandika sana huo mzimu wa bibi. Ni uvivu. Yani toka umelima hilo shamba unatuma ya mbegu, umetuma ya mbolea, umetuma ya kupalilia, na saizi unataka kutuma ikifika ya kuvuna utatuma ya kuvuna. Umekaa unazunguka kwenye kiti. Umefikia wapi? Unazunguka kwenye kiti. Lazima kutwange, lazima kupige. Hauna bidii kwenye kazi yako. Nenda tembelea mashamba yako, angalia mashamba yako, simamia mashamba yako. Inapofika kipindi cha kupalilia, kuwa nawe pale usika. Kipindi cha mbolea, kuwa nawe pale usika. Cha kuvuna, nenda tembelea. Anasema tu natuma mbolea, natuma mbegu, natuma kupalia. Umekaa unazunguka kwenye kuna mtoto wangu mmoja wa kiroho akanipitisha kwenye miradi yake vitu anavyofanya. Nikasema huyu mtu anastahili kuwa tajiri. Yaani anajituma na vitu vingi anafanya. Labda wote uko busy na kazi. Hapa anaiki afanya, hapa anaiki anafanya. Alafu mtu anakuja ghafla tunasema nataka niwe kama huyu. Unajua njia alizopita. Huwezi kujua njia alizopita. Na mimi ningekuwa nasema bwana, unajua leo nimechoka, hii wiki tuache tu jamani maombi, nimechoka. Maana kuna vipindi vingine unakuwa na mfungo siku 5, alafu unakuwa na morning bell siku 2. Bado muda wako, bado muda wa kuonana na watu. Lakini kazi yangu haihitaji kufanya kwa ulegevu. Ndio maana hata maombi tunafanya kwa kujituma, kwa bidii, ili uone matokeo kwenye eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tumeelewana? Bwana Yesu asifiwe. Haya ndo mambo ambayo unaweza ukayafanyia kazi na ukashangaa kabisa unatembea na kibali cha wanadamu kisicho cha kawaida. Ukashangaa kibali ulichokuwa nacho kile unakimaintain. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana Yesu, sema naomba unisaidie. Neema yako inisaidie. Hiki kibali kije juu yangu katika jina la Yesu. Amen.